J Studio inawaletea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhana Allahu min harriha. Allah imanahum junnah fasaddu an sabilillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'ani takatifu, ittakhadhu aymanahum junna, wameyafanya mayamini yao kuwa ni ngao. Fasaddu an sabilillah, wakapinga katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya kama hii ameileta katika sura mbili. Ameileta katika suratul Mujadala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ameileta aya hii ikisema ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah falahum adhabun muhin. Haya ameyasema Mwenyezi Mungu katika suratul Mujadala, na vile vile aya kama hii ameileta katika suratu Al-Munafiqun akisema ittakhadhu aymanahum junna fasaddu an sabilillah innahum saa ma kanu ya'malun. Zote aya mbili zinawazungumzia hawa majamaa wanafiki ambao walitatiza sana da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mpaka leo wana shida. Kila kukitokea jambo la misimamo wao hupendwa. Kwa leo tunaangalia aya hii ambayo itatupa maudhui inayosema wanafiki wa apa urongo kwa watu na Mola. Huwapa urongo wakiwaapia watu na huwapa urongo wakimwapia Mola, kana kwamba wanavyofikiria watu walivyo hawafahamu, basi fikra zao vile vile zaja kwamba Mwenyezi Mungu hushindwa kuwafahamu. Hii ndiyo tabu ya itikadi yao. Ndiyo tukapendelea hii mada iwe wanafiki huwapa urongo kwa watu na Mola. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema maneno haya matukufu akitolea hikaya wanavyofanya. Ittakhadhu, wamefanya, aymanahum, viapo vyao, junna, kuwa kinga, kuwa ngao. Fasaddu an sabilillah, wakapinga katika njia ya Mwenyezi Mungu, kuwapinga watu
kuingia katika dini, kupinga mambo yatakayoleta manufaa katika dini. Fasaddu an sabilillah, innahum, hakika wao, saa, ni uovu mno, ma kanu ya'malun, walokuwa wakiyatenda. Wanavyoni wanatuambia tena, waradat hadhihi al-aya, aya hii imekuja fi suratay, katika sura mbili, al-Mujadala wal Munafiqun, suratul Mujadala na suratul Munafiqun. Fanadhbituha, basi aya hii tunaidhibiti biqaul, kusema jadala almunafiquna wattakhadhu aymanahum junna, yani wasema tunaidhibiti kwa msemo huu hii aya, maadamu imekuja katika suratul Mujadala, sura ya mjadala, wa suratul Munafiqun, na sura ya wanafiki, basi tunaipa aya hii kwa sura hizi mbili jadala almunafiquna. Msemo ambao tunaipa sura hii ni kwamba, au aya hii, jadala almunafiquna, wamejadili wanafiki, watakhadhu, kisha wakatumia kwa mjadala wao, aimanahum junna, kuwa vile viapo vyao ndiyo kinga yao ya kuwafanya wao waepukane na kupigwa vita na Waislamu, waepukane na kuuawa, waepukane na damu zao kumwagwa, waepukane vile vile mali yao kuwa halali kuchukuliwa. Kama tunavyojua, la yahillu damu mri'i, la yahillu damu mri'i, haiwi halalu damu ya mtu kumwagwa, illa fi ihda thalath, isipokuwa kwa moja wa mambo matatu. Katika moja wa mambo matatu, mojawapo ni ya lile mtu kuacha dini yake, na wanafiki wameacha dini yao. Na vile vile moja kati ya mambo matatu ni mtu kumuua Muislamu na damu yake, yani Muislamu akamuua Muislamu au mtu akamuua Muislamu, wakati huo mtu damu yake imekuwa ni halali. Sasa kwa maneno haya neno hili la kudhibiti aya hii iliyotajwa katika sura mbili, kwamba wanafiki wamejadili na wakafanya viapo vyao kuwa ndiyo kinga yao. Qala ta'ala, amesema Mola aliyetukuka, alam tara ila alladhin, hukuwaona. Na vile vile ukitaka utatafsiri alam tara ila alladhin, hukuwajua wale ambao, hukuwaona wale ambao, au tafsiri hukuwajua wale ambao, tawallau, watu waliowatawalisha, qauman, qaumu, ghadhiba Allahu alaihim, kaumu ambayo Mwenyezi Mungu amewakasirikia. Ni kina nani waliokasirikiwa? Soma suratul Fatiha, itakuambia ni nani waliokasirikiwa. Ghairil maghdubi alaihim, sio waliokasirikiwa, yani usituongoze njia ya wale waliokasirikiwa. Kina nani? Wayahudi. Sasa ukiangalia aya kwambia alam tara, hukuwajua au kuwaona, qauman, watu, alam tara ila alladhina, hukuwaona wale ambao, hukuwajua wale ambao, tawallau, walowatawalisha, qauman, watu, ghadhiba Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu aliwakasirikia. Kumbe
katika mambo yao walikuwa wao wamewapa kipaumbele Mayahudi, wajidai wako na mtume na huku wamewapa kipaumbele Mayahudi. Sasa Mwenyezi Mungu awafedhehi, awafishua, akasema ghadhiballahu alayhi, Mwenyezi Mungu watu hao waliowatawalisha wao ni wale ambao Allah amewakasirikia. Ma hum minkum, wao hawako na nyinyi, wako kati yenu. Mukifunga swala na wao wafunga, mukitawadha na wao watawadhi, mukikaa kula ushauri tupangeni jeshi la kwenda mahali fulani, na wao wako kati yenu. Lakini Mwenyezi Mungu amwambia mtume na waumini kuwa ma hum minkum, wao hawamo kati yenu. Angalia maajabu, wala minhum, wala hawako kwa hao Mayahudi. Allahu akbar, hawako na nyinyi wala hawako na hao Mayahudi ambao wao wamewapa kipaumbele, ambao wao wamewatawalisha mambo. Ma hum minkum wala minhum wayahlifuna ala alkadhib, na ovu zaidi walilonalo huwapa kiapo cha urongo. Wahum, na ilhali wao ya'lamuna, wanajua kiapo wanachokiapa cha urongo, wanajua yale wanayoyadai ni ya urongo. Wayahlifuna ala alkadhib wahum ya'lamun, wanaapa kiapo cha urongo na ilhali wanajua. Hapa tayari Mwenyezi Mungu atufahamisha ya kuwa wao huwapa kiapo cha urongo. Hapa ni kwa wanadamu. Takuja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleze kwamba huja wakamwapia yeye Allah na watakwenda muapia Allah Subhanahu wa Ta'ala kiapo cha urongo. A'adda Allahu lahum, Mwenyezi Mungu amewaandalia wao adhaban shadida, adhabu kali kwa matokeo ambayo wameyafanya. Wao wamewatawalisha watu waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu, moja. Pili, wakaja wakaapa kiapo cha urongo. Tatu, ni kutaka kujifanya wako na nyinyi na ilhali hawako na nyinyi, na kujifanya wako na wale na pia hawako na wale. Ndio pale utakuta katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akwambia mudhabidhabina baina dhalika, yani wanatetemeka, hawashiki huku wala huku, wanayumba yumba. La ilaha ula wala ilaha ula, hawako kwa hawa, hawako kwa hawa. Kule Mwenyezi Mungu asema hapa hawapointi Waislamu kabisa. Mwenyezi Mungu kuambia ma hum minkum wala minhum, hawako na nyinyi wala hawako na wao. Ikiwa ushamtambua mtu ni mnafiki, usifanye mchezo naye, wala hakuna kuwa na usuhuba naye, wala hakuna kumwamini kwa siri zako. Ukifanya hivyo, kitakachokupata jilaumu mwenyewe, sababu shambiwa walivyo na alama yao na kubwa analolifanya, huja wakakuapia Mola na ila hali wanajua. A'adallahu lahum adhaban shadida, Mwenyezi Mungu amewaandalia wao adhabu kali. Walahum adhaban shadidan, adhabu kali. Innahum saa ma kanu ya'malun, hakika wao ni uovu mno waliokuwa wakiyatenda. Qurtubi ametaja katika tafsiri yake, akataja katika tafsiri yake, ukienda katika tafsiri yake utakuja kuyapata maneno kama haya, tafsiri ambayo ni juzu ya 17.
Nenda uangalie kuanzia ukurasa wa 302 hadi 303, utakuta matokeo mabaya ya hawa watu. Asema Qurtubi ya kuwa katika wanafiki ambao walijulikana wazi majina, ilikuwa maarufu ni Abdullah bin Ubay bin Salul, na mwingine ni Abdullah bin Nabtal, Abdullah bin Nabtal. Sasa katika hali hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anapata mambo mengi, na Abdullah bin Ubay bin Salul pamoja na huyu bwana walikuwa hiyo tabia ya kukaa na Mtume, huenda kukaa na Mtume kisha huondoka wakenda wakakaa na Mayahudi. Anachukua time anakwenda kukaa katika vikao vya Mtume na masahaba, kisha wakaondoka wakaenda wakakaa na Mayahudi. Wakenda wakikaa na Mayahudi, wanaeleza zile siri zote na mipango yote ambayo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anazungumza na masahaba wake, mipango alokuwa amepanga na masahaba wake, kaif atakavyoendesha Uislamu, vipi Uislamu utasonga mbele. Sasa wao baadaye hawa huenda kuwaeleza Mayahudi, na wakiwaeleza mpaka matusi wanaingiza ndani kumtukana Mtume. Siku moja Qurtubi ametaja Mtume amekaa, riwaya ya kwanza yasema amekaa katika chumba miongoni mwa vyumba vyake, akasema hivi sasa ataingia mtu au atakuja mtu ambaye macho yake makali, lakini akiangalia ni kama sheitani. Ni maneno yako katika Qur'an. Sema muda si muda akatokea huyu Abdullah bin Nabtal. Alipotokea akija pale kama kawaida yake, akaulizwa, kwa nini wewe, lima tashtumni, kwa nini wewe wenda kunitukana? Kwa nini wewe wenda kunitukana? Akasema mimi sikutukana. Fahalafa, akaapa kuwa mimi sikutukana, sijakwenda kutoa siri zako wala sijakwenda kukutukana. Hii ni riwaya ya kwanza. Wasema wanavyoni katika riwaya hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo yale aliyoyaeleza katika suratul Baqara, alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ala alkadhibi wa hum ya'lamun, wanaapia urongo na ilhali wanajua. A'adda Allahu lahum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia wao adhaban shadidan, adhabu kali, innahum, hakika wao, saa ma kanu ya'malun, ni maovu mno walokuwa wakiyatenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ittakhadhu aymanahum junna, wameyafanya mayamini yao kuwa ni viapo.
ittakhadhu aymanahum junna, wamefanya viapo vyao kuwa ni kinga, fasaddu, yamini yao kuwa ni pinga, fasaddu an sabilillah, wakaziba kuziba njia ya Mwenyezi Mungu, yani watu wasiingie katika dini. Fasaddu an sabilillah walahum adhabun muhin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema, lan tughniya anhum, haitawatosheleza wao, anhum amwaluhum, mali zao, ikiwa wao wameona kinga watapewa na mali yao, wala auladuhum, wala watoto wao pia hawatawatosheleza, wala auladuhum min Allahi shay'an ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, hao ni watu wa motoni, huko wataishi milele. Tayari inabainishwa kuwa wanafiki wenda wapi? Motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta aya nyingine, yauma yab'athuhumullah, siku ambayo Mwenyezi Mungu atawafufua. Sehemu ya kwanza katika ittakhadhu aymanahum junna ni hii, imekuja kuelezwa Abdullah bin Nabtal. Sehemu ya pili kwa huyu kwa riwaya ya Abdullah bin Nabtal, ili tuione aya ya mbele inatuonyesha kwamba hawa mabwana huwapia watu na kumwapia Mola kiapo cha urongo. Mwenyezi Mungu asema yauma yab'athuhumullahu jamia, siku ambayo Mwenyezi Mungu atawafufua wote, wanadamu wote. Yab'athuhumullahu jamia fayunabbi'uhum fayahlifuna ala alkadhib, wataapa juu ya urongo. Fayahlifuna lahu, watamwapia Mola kiapo hiki, kama yahlifuna lakum, kama ambavyo walikuwa wakiwaapia nyinyi. Wantoka duniani na viapo vya urongo, wafika kwa Mola pia wamwapia urongo. Allahu akbar. Sasa ndiyo ukaona Mwenyezi Mungu amesema wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, wa kuonyesha urongo wao mpaka wafika akhira, wataka kumuhadaa asiyehadaika, wataka kumuhadaa asihadaika. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wayahsabuna, na wakidhania annahum, kwamba wao ala shay'in, wana jambo wamepata, wao wako katika msimamo fulani, wao wako katika khairi fulani, wanajidhania hiyo. Ala, basi jueni na kutanabba, innahum humul kadhibun, wao ndiyo warongo. Kwa hivyo aya hii tukirudia tena kwa riwaya ya pili, Mtume asema katika riwaya ya pili, kama anavyosimulia Ibn Abbas, asema alikuwa amekaa chini ya mti. Pale chini ya mti alipokaa, ikawa kivuli karibu kuondoka katika ile sehemu aliyokuwa amekaa, kwa sababu kila jua likisonga kivuli kinakwenda upande mwingine. Asema Ibn Abbas, katika mti ambao alikuwa amekaa chini yake, kivuli kikawa karibu kuondoka. Akawaambia wale waliokuwa nao, atakuja mtu hivi sasa ambaye ana macho makali. Akasema macho ambayo ni azrak, au mtu ambaye ni azrak, na mtu mwenye rangi ya azrak, yani kama inaopigia blue. Hii ni rangi ya watu wa motoni. Watu wa motoni macho yao yatakuwa rangi ya blue. Tuombeni Mwenyezi Mungu atuepushe na alama kama hizi. Sasa akasema atakuja mtu ambaye ni azrak, na kuangalia kwake
ni kama sheitani, kama anavyoangalia sheitani. Nasema wa nadharu shaitani, na maangalizi yake ni maangalizi ya sheitani. Mara akatokea huyu bwana Abdullah bin Nabtal, akamwambia Mtume, fima tashtumuni, kauli ile, kwa lipi wanitukana? Akasema, sikutukani mimi, sikutukani, dani. Akamwambia Mtume, niache mimi nikakuchukulie watu ili walete ushuhuda kwamba mimi sikutukani. Dani, niache mimi. Akaondoka, akenda akatukua kundi la wanafiki, kana kwamba kambi yao wanajuana, kenda kuitana. Alipokwenda akawaita, wakija wote wakaapa kwamba huyu hakutukani wala sisi hatuko katika kundi la kukutukana. Sasa ndio maana ya aya hii iliyoko katika Mujadala, wayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, wanamuapia yeye kama wanavyoapia. Hili ndilo walilonalo. Aya hii ikateremka kuthibitisha hali walizonazo. Katika maana ya aya hii, ndani ya kitabu cha Tafsirul Qur'an al-Azim, Ibn Kathir asema, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, asema ay ittaqun nasa, wamejikinga na watu, bil aimani alkadhiba, kwa viapo vya urongo, kwa mayamini ya urongo, wal ilfani alathima, na viapo vya madhambi, kwa mayamini ya urongo na viapo vya madhambi. Liyasuddu fima yaquluna, ili wazibe na kuzuia kwa yale wanayoyasema. Fakhtarra bihim, wakawa ni wenye kudanganyika. Man la yaarifuhum, wasiwajua. Na ni kweli, ikiwa nakujua, hata ukaniapia viapo 100, utaniapia kisha nitamwambia jamaa, hata msishtuke na viapo vyake, namjua. Wasomjua wataamini. Sasa wao walitumia hivi, liyaghtarra man la yaarifuhum, ili ahadaike asiyewajua. Nani kweli uhadaika sana asiyekujua, wakati ukimwapia kaona huyu bwana mpaka ameapa bwana, mpaka ameapa. Na watu wana ujanja mwingi, tuweza kuonyesha kijaraha, kumbe si kijaraha, amebandika nyama. Akifanya hiyo ananidonda wewe, na akakwapia, haya ulicho nacho ukatoa choto kama, kumbe ile ni kazi yake. Ni mitindo hii. Mtu aweza kuangusha kilio, akaapa kisha akaangusha na kilio, na wewe ukalia kisha ukatoa ukampa, kisha huyo enda zake, kumbe ashakutia skuli chembelezo yenye kusema leo. Haya ni mambo yako kwa wanadamu. Sasa wayahlifuna ala alkadhib, wanaapa kwa urongo ili ahadaike asiyewajua. Fa'taqada, wakaitakidi annahum muslimuna, miongoni mwao wakaitakidi kwamba wao au wale wasiowajua walipohadaika wakaitakidi kwamba hawa watu Waislamu, kumbe si Waislamu. Mnafiki si Muislamu. Tulisema mnafiki wa itikadi si Muislamu, kando na mnafiki wa amali.
Sasa huenda asiyemjua akaitakidi kuwa huyu ni Muislamu na ilhali si Muislamu. Farubbama i'taqada bihim fima yafaluna, na huenda mara nyingine mtu akaitakidi kwa yale anayoyafanya, kwa sababu mnafiki hudai mapenzi pia kwamba yeye ampenda Mungu, lakini pia mapenzi haiwi kwamba ndiyo imani moja kwa moja, kwa sababu mapenzi mara nyingine yanaonyesha, au mtu aweza kuonyesha anadai mapenzi akawa mapenzi hana, lakini afanya ittiba, anafuata. Na huweza ukafuata usiyempenda. Ni wape mfano, ikija wakati wa siasa, yoyote akisimama pale ukijua leo ana pochi mfukoni amezibeba kweli, wangapi huenda pale wanaomuunga na wasomuunga, wakamwambia tuko na wewe, ni wewe tu hapa, hizi zote ni zako. Kwani kweli zote zake zile? Jamaa ngoja kwa wamdondoe, wakishaondoka akija mwingine ambiwa vile vile, ni wewe tu hapa. Pengine mtu aweza kuwa amevaa fulana ya mgombea fulani, akisha kumdondoa akaja mwingine akaleta fulana akaivaa juu yake. Haya, mtu wewe mmoja ugawiwe vipi? Kura hiyo yako moja utawapa vipi watu wawili? Ndio haya sasa. Ittiba, kufuata sio kupenda. Waweza kuwa umefuata, kumbe ulichokifuata hukumfuata yule. Sasa wanafiki walikuwa wakionyesha ittiba, wakionyesha kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam akisalisha nao fanyaje? Usali. Akiweka vikao yawafundisha mara nyingine na wafanyaje? Hukaa. Ni itibai, lakini hawana mapenzi. Wakawa na hali kama hii. Sasa huja wakadanganyika wasiowajua, wakawaona Waislamu na wakaitakidi kwa yale wanayoyafanya, wakawasadiki wao fima yaquluna, kwa wanayoyasema, wahum, na ilhali wao, sha'nuhum, jambo lao, annahum, ni kwamba wao, kanu fil batin, wamekuwa huko ndani mioyoni mwao, la yubaluna bil islam, hawaujali kabisa Uislamu. Hizi ndizo hali zao. Sasa fasaddu an sabilillah, wakaipinga njia ya Mwenyezi Mungu. Huko kuipinga ni kule kwenda kuungana na Mayahudi ambao ni waadui wa Uislamu, Mayahudi ambao tayari walionyesha waliko tayari kumuua Mtume, Mayahudi ambao waliungana na watu wa nje kuja kuivamia Madina, kisha wao wawekaje mbele? Hawana mapenzi na Uislamu, wala hawakuwa na mapenzi na Mtume Muhammad, wala hawana mapenzi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walihadha, na kwa ajili hii ndiyo ukaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasifu kwa sifa hizi na akataja moja kwa moja kuwa wao ni warongo. Fasaddu an sabilillah, wakaziba na kuzuia njia ya Mwenyezi Mungu. Ay a'radu, wakaipa mgongo. Wa huwa minas sudud, na neno hili limetokana na sudud, yani pingamizi, vizuizi, wakiweka kila aina ya vizuizi. Au sarrafu almu'minina, au ni kwamba wao wamewazuia waumini min iqamati hukmillah, kusimamisha hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia, Mtume ana msikiti wake na wao wakajenga msikiti wao. Msikiti ukisimama, Mwenyezi Mungu tayari atoa habari, afichua siri. Alladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan baina almu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu, wale ambao walijengea msikiti ukawa lengo lake ni madhara. Msikiti ujengwa kwa manufaa, Mtume akauita masjidu dhirar. Mwenyezi Mungu
akauita msikiti wa madhara. Mtume hujenga msikiti, Mtume huamrisha msikiti kujengwa, mbona kasimama kuuvunja msikiti? Ni kwamba ni msikiti ulokosa malengo, haukujengwa kwa lengo atakalo Mungu na mtume wake, umejengwa kwa malengo haya aliyoyataja Mwenyezi Mungu: dhiraran wa kufran wa tafriqan baina almu'minin, ni madhara na ni ukafiri na kutenganisha baina ya waumini, wa irsadan, na ni kambi ya kina nani? Liman haraba Allah wa rasula, kwa wale wanaompiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake. Tayari ishabainishwa kwamba mapenzi hakuna kwao. Ikiwa msikiti umekuwa ni kambi ya wanaomtukia Mwenyezi Mungu, ambao wampiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake, utakuwa ni msikiti wa manufaa, utakuwa ni msikiti wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, bila shaka si msikiti wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kauli nyingine inasema makusudio ya wao fasaddu an sabilillah, wakapinga katika njia ya Mwenyezi Mungu, ni kwamba wao wametumia hivyo viapo kujikinga na vifo, wasije wakauawa, kwa sababu mwenye kubadilisha dini yake huuawa katika sheria ya Kiislamu. Wasabi, vile vile kujikinga wasishikwe mateka, manake ikiwa watapigwa vita kama makafiri, wakishindwa wafanyeje? Wafanywe mateka na waingizwe katika utumwa na mengineo. Wa akhdhi al-amwal, vile vile iwe ni kinga yasije kuchukuliwa mali yao, kwa sababu ikiwa umepigwa vita na Waislamu ukashindwa, mali yako itakuwa ni nini? Ngawira, kama unavyoeleza Uislamu kwamba kuna ngawira. Kwa hivyo hilo pia iwe ni kinga kwa wao, wakatumia viapo kuokoa nafsi zao zisiuawe, kuokoa nafsi zao zisishikwe mateka, kuokoa mali yao yasiwe ni ngawira. Fahuwa, basi hilo minasaddi, ni kutokana na kuweka kizuizi. Wa mana'un nasa, na jengine walikuwa wakifanya hivyo kuwazuia watu minal jihadi, wasende katika jihadi, kama ambavyo wao hawakwenda katika baadhi ya vita. Bi an yatahafu, bi an yatahalafu, ili wahalifu wasende katika vita, wabakie nyuma. Wa yaktadi bihim ghayruhum, na wasokuwa wao wawafuate. Wakila, na kumesemwa, fasaddu lyahuda walmushrikina ani dukhuli fil islam, ikatumiwa sighatu tamridhi hapa. Pia wakawapinga Mayahudi na wale washirikina wasiingie katika Uislamu, yani wasimfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakataja taalili. Ni ipi taalili ya kuwa wao watawafanya Mayahudi wasigeuke wakaingia katika Uislamu na mushirikina wasiache ushirikina waje katika Uislamu? Taalili walioileta katika tafsiri hii ya Qurtubi, wanasema ya kuwa yaqulu bi an yaqulu, ili wao waseme mbele ya watu, ha nahnu, hii ndiyo sisi, kafiruna bihim, tushawakanusha hao Muhammad na watu wake. Hawa wanafiki wawaambie Mayahudi na wawaambie mushrikina, sisi tushawakufuru hawa, tushawapinga. Walau kana Muhammad, lau angelikuwa Muhammad haqa, ni haki, yani ni mkweli yeye, la urifa hadha minna, hili lingelijulikana kwetu sisi, ndio wakunjua kwanza Muhammad kwamba ni mkweli. Sasa kuwaambia wale watu wengine, ingekuwa ni mkweli wa kufuatwa Muhammad, sisi hatungelimkufuru. Kuwaambia Mayahudi na kuwaambia wale mushrikina wengine, sisi hatungelimkufuru.
sisi ndiye tungelimjua mwanzo na tukamfuata. Wala ja'alna nakalan fabayyana Allah subhanahu wa ta'ala, na tungeliweka kuwa ni adhabu kwa ambaye hamfuati, au ingelijaliwa kwetu sisi ni adhabu tuadhibiwa hapa duniani. Yani waambia sasa, nyinyi hamuamini kwamba huyu si mkweli. Lao ingelikuwa ni mkweli, jamani, sisi ndiyo tungemjua mwanzo na watu wangelijua kupitia kwetu kwamba huyu ni mkweli, kwa sababu sisi tungelimwamini. Pili, lau sisi hatukumwamini na yeye ni mkweli, tungelijaliwa adhabu na mateso sisi. Mbona sisi hatutesi? Sasa mara nyingine ikiwa hutulizi bongo yako, asema mkweli, hawa hawamfuati na Mwenyezi Mungu hajawaadhibu, mbona? Mwenyezi Mungu hafuati rai yako. Mwenyezi Mungu ana mipango yake. Mwenyezi Mungu amewaambia waovu wangapi sana, stadrijuhum min haythu la ya'lamun, tutawaachilia taratibu, lakini kuna wakati tutawashika kwa njia ambayo hawajui, na tukiwashika hawawezi kuponyoka. Kwa hivyo msichukulie mkamwona mtu muovu amkufuru Mwenyezi Mungu, amwasi mtume, kisha akawa hata hapati maudhi yoyote wala adhabu yoyote wala mateso yoyote hapa duniani, ukaona pangine hili analofanya mkweli bwana, halina wasiwasi. Sasa walikuwa wanaitumia hii mbinu kuwapinga watu, waambia ingelikuwa ni kweli afaa kufuata na yeye ni mkweli, sisi tungemfuata, au tukikosa kumfuata tungeliteswa na Mwenyezi Mungu, lakini hatujateswa. Fabayyana Allah, Mwenyezi Mungu akabaini hilo kwao wao na kukhalifu kwao, kwamba la yakhfa alayhi, hayo muyafanyayo kwa wengine ambao hawayajui, kwake yeye hajafichamana, ajua kuwa nyinyi ni warongo. Walakin hukmu, lakini hukumu yake, anna man adhhara al-iman, yule mwenye kudhihirisha imani, akiwa amedhihirisha imani, basi huachiliwa vile vile sisi tukaamini kwamba yeye ni nani? Ni muumini, tukamchukulia muumini. Fi dhahir, hukumu yake ni hukumiwa dhahir. Sisi kama wanadamu hatuwezi mhukumu mtu batin ndani, tunamhukumu mtu nje. Tukiulizwa fulani yule yuwaswali, fulani wafunga, fulani watoa sadaka, hivi na hivi, yule muislamu, tutasemaje? Ni muislamu. Nahkumu bidhahir. Huenda ikawa pengine si muislamu kama ana yake amekuja kuyafanya, akaja akaswali, kaja akafunga, ikitaja sadaka akawa yatoa, kumbe ameficha yake. Kama mmoja katika jamaa alikwenda kusoma katika Madina, Jamiat Islamia, akasoma miaka na miaka mpaka kamaliza chuo kikuu, kumbe si muislamu kama, si muislamu kama. Baada ya muda, Jamia al-Islamia ilipotoa wanafunzi kutembelea vituo fulani kwa sababu ya trip za kimasomo zile, wakatembelea moja katika vyuo ambao si vyuo vya Kiislamu. Unaweza kutembelea kwa sababu tadris, pengine unasoma adiyan, kuzijua dini tofauti. Katika kutembelea, wakenda wakampata kuwa yeye ndiye msimamizi mkuu wa chuo fulani cha Kiyahudi. Wale wanaojua akamkurubisha yeye, akawakaribisha, wakazungumza naye, akamuuliza ni vipi, akamwambia sawa, mimi sikuja kuwa ni Muislamu, nilikuja kusoma kujua Uislamu na nijue siri ya Uislamu. Na amesoma na akamaliza na katika chuo chake. Sasa huwa hivi, tunaweza kumwona mtu safu ya mbele, tukiuliza tutasema nani? Ni Muislamu. Na hukumu bidhahir, hatuwezi kuhukumu batin mpaka tumuone na tendo ambalo linamtoa katika Uislamu, ndio tuseme huyu si Muislamu. Mwenyewe alikuwa afanya unafiki wake kama huyu alipokuwa. Kwa hivyo
wao wakafanya hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukumu yake ametuachia sisi tumhukumu mtu dhahir, na ikiwa imetubainikia kwa alama za kuwa yeye ni kafir tumhukumu kafir. Hapa ndipo tutakapokomea leo, na tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hapa tulipokomea atujalie yale tuliyoyaanza katika Ramadhani ya kwanza mpaka kufika leo yawe katika mizani ya zema zetu, na ajalie yote yawe ni yenye kukubaliwa, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kusameheana ikiwa tumekoseana. Mwenyezi Mungu atujalie ikiwa pengine kuna lililomkwaza katika neno na neno lenyewe likawa limetoka kimakosa, basi Mwenyezi Mungu ajalie tuwe ni wenye kusameheana na yule lililomkwaza aweze kutusamehe. Vile vile tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kukutana katika vikao vyema, ikiwa si msikiti huu iwe ni msikiti mwingine, ikiwa si msikitini ni njiani pia tupambane kwa mazuri. Mwenyezi Mungu atupe mshikamano, Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kufundishana dini yetu, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kushikana na kufanya mema. Pia kuna ombi limeombwa kwamba ikiwezekana malamtana ziwekwe darsa, tutazungumza zaidi na tutapanga, ikiwa itakuwa tumeafikiwa tutaeleza siku gani. Lakini pia msisahau kuna darsa ya Ustaz Fauz ambayo huwa iko ya Qur'ani kila siku ya Ijumaa baada ya maghrib. Tusikose kujiendeleza katika khairi kama hizi na kuijua Qur'ani yetu, na Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuendelea na khairi, na atujalie ni wenye kutakabaliwa saumu zetu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ikiwa kuna swali na nafasi. Naam. Naam, miaka 10 ilikuwa migumu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali yasema inaonekana kuwa miaka 10 hii ya Mtume Madina ilikuwa migumu sana kuliko miaka ya uongozi wa Mtume 13 ndani ya Maka. Bila shaka ni hivi, kwa sababu Maka aliko apambana na watu ambao wako wazi na ni wa kweli kwa lile wanalolisema. Wao walikuwa wanajulikana ni kufar, wanakufuru, wanaabudu masanamu, hawamkubali Mwenyezi Mungu, hawakubali Mungu mmoja. Hivi ndivyo walivyokuwa. Huku Madina ilikuwa ni tabu, ni watu ambao hawaeleweki, watu ambao wako na wewe lakini kumbe ni kikulacho kinguoni mwako. Ni hatari kuishi na mtu ambaye humuelewi, mtu ambaye huwezi mjua undani wake, mpaka siri aje aifichwe nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alipata tabu sana kwa hawa mabwana, ndio kaona wewe umetoka na jeshi wenda nalo, kumbe kuna pande nzima karibu thuluthi haiko na wewe. Si ni hatari? Je, wakikugeukia ni hatari kubwa. Kwa hivyo haya ni moja hili. Wewe uko na watu unaowaamini kwamba waumini wao ambao ni wafuasi wako, kisha waje wamtuhumu mkeo. Wewe uko na watu kisha watu hao waseme tukiingia Madina tutamtoa. Wewe wahitajia kinga na ulinzi kwa wao, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoiona hatari ya Mayahudi aliweka mkataba na Mayahudi kwamba sisi hatutawapiga nyinyi wala hatutakubali mtu yoyote kuja kuwapiga nyinyi ndani ya Madina, na nyinyi ni jukumu lenu, hamutotupiga sisi wala hamutaungana na yoyote atakayekuja kutupiga sisi. Leo hawa mabwana wakawa njama yao ni wako tayari kumpiga nani? Mtume. Ikiwa wamesema wenye nguvu watamtoa mnyonge na wenye nguvu iwe ni wao,
ilikuwa kumpiga mtume nini? Vita. Hii ilikuwa ni hatari kubwa. Ndio hata kuna kauli moja ambayo ni nzito sana, nimejaribu kitafuta hiki kisa kukipatia mwisho, sikukipatia. Yasemekana kuwa Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, mwana wa Abdullah bin Ubay bin Salul, naye pia alikuwa kitwa Abdullah. Mwana alikuwa Muislamu safi, hana tembe tembe za unafiki. Baba ndiye nunda wa wanafiki. Kisa kinasema hivi, na kifuatilia sikukipatia mwisho baina ya kusihi na kutokusihi. Pengine naweza kusikia mtu alikitoa kisa hiki hakinani, anakisema nilivyokiona. Sasa alikwenda kwa mtume akamwambia, nipe nami masaza. Masaza kule kikwetu ni mtu amekunywa akabakisha kile kinywaji alichokunywa, chai, maji. Kamwambia, nataka unibakishie na mimi masaza, yani mabaki ya kinywaji chako. Akaulizwa, kwa nini wataka mabaki ya kinywaji changu? Mtume muuliza. Kisa kinasema hivi, akasema kuwa nataka angalau nimpelekee babangu anywe masaza ya kutoka kwako, huenda Mwenyezi Mungu akamwondoshea kile alicho nacho. Yani ile tamaa na hamu ya mtoto aliyokuwa ataka babake abadilike, atoke katika ile hali. Akamwambia, nataka unywe hii, huenda Mwenyezi Mungu akaondosha lile ulilonalo, hii tabia ulionayo na itikadi ulionayo. Yasema kisa, akamwambia, afadhali ukanitukulie mkojo wa mamako, afadhali ukanitukulie mkojo wa mamako, yani kuliko kinywaji cha mabaki ya mtume. Ni uovu wa kiasi gani ikiwa ni kweli kimesikia? Yani afadhali mkojo wa mamake huyu kijana kuliko mabaki ya mtume. Je, mtu huyu anaweza kuwa Muislamu kweli? Hii ndiyo hatari waliokuwa nayo. Tuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na hali kama hii. Naam. Hiyo naisikia kwako mimi. Huita, hebu ieleze nami nipate kuisema. Naam, ndio. Sasa kwanza nataka kuuliza, haya matata nkuwaondolea wale waliokuwa kiswali pale msikiti ule tu, ama wote ndani ya Ramadhani? Sijawahi kuisikia. Na wao hufanya mambo kana, nasikia hata juzi kulikuwa kuna msikiti mwingine. Sasa leo ndo nakupata wewe vizuri. Ni swala wewe huzieka, lakini hakuna swala hiyo iliyopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni mambo ya maajabu, watu hupenda kuzusha sana. Afadhali tuseme wazi, watu hupenda kuzusha sana.
Yani hizo swala kwanza tuambie ni swala ni mubaha tu ama ni sunna ama ni vipi, zije kurekebisha na kusilihisha swala za faradhi? Hakuna, wala hakuna swala hiyo iliyosihi sampuli hii. Wanazo swala nyingi za majina jina, wanazo sijui salatu raghaib, sijui swala gani, na mara nyingi wao hawaswali hii mwisho, huswali mfungo mosi, na sijawahi kupata katika hadithi iliyosihi, sijaiona. Ikiwa imeiona, sisi sote Waislamu tuna mapungufu yetu, tuonyeshaneni angalau ikiwa mkweli, na sisi tupate kujisafisha na kuondoa madoa ya swala zetu. Maana kila saa sisi usema Mwenyezi Mungu takabali swala zetu, ikiwa hazikufika sawa, hazikutakabali. Sijaiona hadithi iliyosihi inayosema uswaliwe sampuli hiyo. Subuhi iswaliwe, adhuhuri iswaliwe, alasiri iswaliwe, isha iswaliwe, ili kusafisha yale. Sijaiona. Naam. Naam, hiyo nayo ina mavioja vyake. Swala hiyo unayoita tasbih ni swala ambayo iko hadithi katika Sunan ya Abi Daud, lakini kusihi kwake ndiyo matatizo. Swala hiyo moja, kisha namna ya kuswaliwa si swala ya kawaida ambayo imezoeleka kuswaliwa. Kwa hivyo si swala ambayo pia tunaweza kutegemea kwamba ni swala moja kwa moja ambayo tunaweza kusema ile swala moja kwa moja, kwa sababu iko hadithi katika Sunan Abi Daud, nishaiona kitambo sana, lakini matatizo ya kusihi kwake ndilo lililo. Kuna wale walioitakidi kwamba imesihi, lakini wengi hawakuitakidi kusihi kwa hadithi. Lakini hii yako ambayo umeipata wewe, mimi sijui kabisa. Ndio wewe umenipa na mimi nimepata. Kile Ijumaa ya mwisho. Basi mimi nasikia kuna na juzi pia kulisali. Mwenyezi Mungu atufahamishe tuweze kuyajua yale ya uhakika, kilichosihi tuweze kukifanya, na ambacho hakikusihi tuweze kukiepuka, na Mwenyezi Mungu atupe itikadi ya sawa sawa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.